Rejesha nguvu zetu, rejesha baraka ambazo umekusudia kwa ajili yetu, rejesha neema Bwana ambayo umefunua kwa ajili ya watoto wako waliokata tamaa. Yesu, wape tumaini tena, achilia tumaini ndani mwao, wajaze neema yako Bwana, wajaze nguvu zako. Wanaolia Bwana, ukawafute machozi, ukawafariji Yesu wenye misiba migumu ndani ya mioyo yao. Yesu, ukawafariji tena, achilia faraja yako ya kweli, achilia faraja ya kweli ndani mwao. Hakuna jambo zuri kama umekuja ibadani alafu kumimina moyo wako mbele za Mungu. Na ndio itajenga umaana wa wewe kuwa ibadani. Kama utakuja ibadani alafu utashangaa, ndivyo mambo yatakavyokushangalia. Zoeza moyo wako unapokuwa katika ibada, ujiachie mbele za Mungu, useme na Mungu, umweleze Mungu kiu yako, umweleze Mungu haja ya moyo wako. Amen. Shangilie tena Yesu Kristo. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya ibada hii ambayo ametupa, japo muda wa sio unakimbia kweli kweli,
Leo ni siku ya Utatu Mtakatifu na tunakumbushwa Mungu mmoja, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na ni siku pia ya CCT. Ujumbe unaokazwa katika Jumapili ya leo ni ndugu wakae pamoja kwa umoja. Ndugu wakae pamoja kwa umoja. Ninaamini wengi wetu tunafahamu kuhusiana na Utatu Mtakatifu. Tukisema ni Mungu mmoja aliyejifunua katika nafsi kuu tatu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Katika nafasi Mungu anapokuwa Baba, tunasema yeye ni muumbaji wa vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Na kilele cha uumbaji ni sisi wanadamu tuliofanya kwa mfano na kwa sura ya Mungu. Tukiongelea nafsi ya pili tutamtaja ni Mwana. Mwana ni nani? Ni Yesu Kristo. Katika nafasi hii yeye ndiye aliyehusika kwa ajili ya kufanya ukombozi kupitia msalabani, alipomwaga damu yake kwa ajili ya sisi wenye dhambi tuweze kuokolewa. Lakini nafsi ya tatu ni Roho Mtakatifu ambaye tulimtafakari Jumapili iliyopita katika ibada ya Pentekoste, tukikumbushwa kwamba yeye ni mtakasaji. Ukifuatilia wimbo wa 262 beti ile ya 3 utaweza kuona jinsi anavyofanya kazi ya kututakasa. Lakini Roho Mtakatifu ndiye mwenye nguvu ya kuliita na kulikusanya kanisa lake. Kama tumekuja katika ibada hii si kwa sababu mchungaji ametuambia tuje tu, si kwa sababu mwinjilisti amesema tuje. Tumekuja kwa sababu yuko Roho Mtakatifu ambaye ametuita na ametukusanya mahali hapa kwa kusudi la Mungu. Amen. Amen. Na kwa habari ya CCT sitasema sana, ila CCT ni Christian Council of Tanzania. Manake ni jumuiya ya Kikristo Tanzania. Hii ni taasisi ya kiekumene inayobeba umoja wa madhehebu ya Kikristo ya Kiprotestanti. Inakusanya Tanzania bara pamoja na visiwani. Na ilianza mwaka wa 1934. Na ilitokana na maono ya wamisionari kutoka makanisa matatu yafuatayo. Kanisa la kwanza ni kanisa la Anglikana, kanisa la pili ni Moravia, na kanisa la tatu ni kanisa letu la Kiinjili la Kiluteri Tanzania. Lengo la kukusanyana kwa pamoja ni kujihusisha kwa ajili ya masuala ya kiimani, ni jambo la kwanza hilo. Lakini jambo la pili ni kujihusisha kwa masuala ya kimaendeleo. Si tu maendeleo yetu binafsi, ni pamoja na maendeleo ya makanisa yetu tulionayo. Na jambo la tatu ni kwa ajili ya mambo ya kijamii. Lakini CCT ambayo tunaijua leo ndiyo miaka kadhaa iliyopita ilijulikana kama muungano, Tanganyika Missionary Council, TMC. Na katika mwaka wa 1964 Mungu aliwapa maono maaskofu kubadilisha jina hilo kutoka TMC kuja CCT. Askofu wa kwanza ni askofu wetu wa Kiluteri, Baba Askofu Stefano Ruben Moshi, na askofu wa pili ni Baba Askofu Teofilo Kisanji wa kanisa la Moravia, na askofu wa tatu ni Baba Askofu Mkuu John Sepeku wa kanisa la Anglikana Tanzania. Mpaka leo tuna takriban makanisa yaliyoungana katika CCT kama 12 yaliyopo. Haya yote ni kuhakikisha ya kwamba pamoja na tofauti zetu tulizonazo, lakini ifike mahali sisi kama watoto wa Mungu ni lazima tuungane kwa pamoja. Kwa nini? Kwa sababu Mungu tunayemwabudu ni Mungu mmoja. Biblia inasema Mungu mmoja, sivyo? Imani, ubatizo. Tunapaswa kuondoa tofauti zetu tulizonazo na kuweza kuungana kuwa kitu kimoja. Sasa
Kristo linasema ndugu wakae pamoja kwa umoja. Na nikukumbushe, Mungu hakutuumba ili tuishi katika hali ya migawanyiko, bali alituumba ili tuishi, jambo la kwanza, katika namna ya kuwa na ushirika. Lazima tushirikiane sisi sote. Jambo la pili, katuumba katika umoja, tuishi kwa upendo. Sina hakika kama tuna upendo, lakini ninajua tuna upendo. Na jambo la tatu ni kwa ajili ya kusudi moja. Mungu ametuumba tuishi kwa ajili ya kusudi moja. Ukisoma Yohana 17:21 utaona anasema ya kwamba hivi, wote wawe na umoja. Yesu Kristo anasema wote wawe na umoja kama vile wewe Baba ulivyo mmoja. Na hapa nikakumbuka maneno aliyosema Martin Luther King Jr. Alisema, we must learn to live together as brothers or perish together as fools. Lazima tu tujifunze kuishi kwa pamoja, kwa umoja. Na sivyo tutaangamia tu kama wajinga, tutapotea kama